Nasema hivyo kwa nini? Sisi tunataka maendeleo ya nchi yetu. Kosa la mama ni wapi? Kwa sababu ya kumwamini mtu, kumbe ni Yuda. Yuda huyu amesaliti ndugu zake, hata ile familia ambayo ilimlea kisiasa. Kauli hiyo inayokanganya, inayoleta sintofahamu haikutolewa na msemaji wa Chama cha Mapinduzi. Nilijua kwamba nitapata swali kama hili. Ndugu waandishi, Chama cha Mapinduzi kina jumla ya wanachama milioni 13 plus. Miongoni mwa milioni 13 plus wako makada, wanachama, viongozi. Kila mtu ana makuzi yake, ana tabia zake na ana mambo yake generally. Sasa mtu mmoja kuibuka akatoa statement haiwezi ikafanya chama hiki ikashindwa kuwa salama. Unasema, je, tutabaki salama? Chama cha Mapinduzi kitabaki salama sana, na hakuna muda ambao utafika kwamba Chama cha Mapinduzi kitetereke. Kauli hiyo inayokanganya, inayoleta sintofahamu haikutolewa na msemaji wa Chama cha Mapinduzi. Msemaji wa Chama cha Mapinduzi ni mwenyekiti wetu na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ana wasaidizi wake wawili, makamu wenye viti bara na visiwani. Yuko katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, na msemaji official msemaji ni mwenezi, katibu wa itikadi na mafunzo. Sasa hizo sentiments hazijatoka kati ya hao watano, ambayo ingesema kwamba sasa Chama cha Mapinduzi kinaenda wapi. Hapana. Kwa hiyo yalikuwa ni maoni ya mtu binafsi, kiongozi katika ngazi ya ubunge, lakini sio msimamo wa Chama cha Mapinduzi. Na Chama cha Mapinduzi kimesikia, Chama cha Mapinduzi kimesikia kilichotolewa hewani na huyu mheshimiwa mbunge akiwa kwenye platform ya bunge. Labda niishie tu hapo na niendelee kusisitiza kwamba Chama cha Mapinduzi bado kitaendelea kuwa imara kuliko wakati mwingine wowote, irrespective sentiments mbalimbali zinazoweza kutokea kwa kiongozi mwanachama wa kawaida. Asante. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais Samia Suluhu, anaongoza serikali yake pamoja na Watanzania kwa upendo na mshikamano. Lakini kufanikiwa kwetu wakati mwingine kuna watu wanatuendea kinyume. Na hapa nataka nimnukuu aliyekuwa naibu waziri mkuu Mheshimiwa Doto Biteko. Aliwahi kusema binadamu ni wale wale. Lakini niwaambie ndugu zangu, hawa wale wale leo ninambatiza mmoja aliyekuwa ndani ya serikali, basi ni Yuda. Nasema hivyo kwa nini? Sisi tunataka maendeleo ya nchi yetu. Kosa la mama ni wapi? Kwa sababu ya kumwamini mtu,
kumbe ni Yuda. Yuda huyu amesaliti ndugu zake, hata ile familia ambayo ilimlea kisiasa hawataki kumwona huyu Yuda. Hata huko nyuma amewahi kutajwa ni mzigo, lakini leo mzigo huu tunao ndani ya serikali. Na hapa niseme pia, ameshawaumiza watu wengi Yuda. Wengine walikuwa mbele, sasa tunao huko nyuma, backbencher wenzetu wako, wafanya biashara, watendaji ndani ya serikali, wengine ambao walikuwa na safari nzuri ya kisiasa wamekatwa, wameathirika, wako nje na wana msongo wa mawazo. Lakini Yuda tumeanza kumwona anaibuka katika nyumba za ibada kutafuta huruma za wananchi na watu mbalimbali. Lakini nataka niseme, waheshimiwa wabunge wenzangu na serikali mliokuwepo hapa, tuamkeni. Leo anapita akitaka kutuaminisha sisi kwamba Rais Magufuli alimpenda sana yeye Yuda. Kama alimpenda kweli, kwa nini bwana alimrusha huko nje ya dunia? Huko alitupwa Yuda, huko alitupwa. Waliompenda Rais Magufuli tunawajua, mwenyewe aliwapenda, tulikuwa tunaona wengine wamo leo humu ndani. Kwa hiyo tumwache Rais Magufuli, alifanya kazi kubwa sana, Mwenyezi Mungu amjalie apumzike kwa amani, lakini Yuda awache kumtumia majina ya watu. Tuamkeni wabunge na tusiogope. Mimi siwezi kutia ulimi wangu puani. Mheshimiwa mbunge, naomba ujielekeze kwenye hoja ambayo iko mezani. Nakuja mheshimiwa, nakuja huko. Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika. Mimi nafurahi sana uko kwenye kitichi, unaongoza vizuri. Lakini sasa haya maendeleo tunayotaka jamani, lazima tuhakikishe kwamba serikali inapata utulivu, mawaziri wanakuwa na amani, lakini na sisi pia tunaacha kuchonganishwa. Lakini pia niseme, maendeleo tunayotaka sisi wa Tanzania na Wazanzibari katika kupitia wizara hii muhimu ya fedha ni mapato. Tujenge uchumi wetu imara, mawaziri waweze kusimama, na wale ambao wanamshauri na kumsaidia Rais Samia tuwaone. Sasa mimi leo nimetaka niseme ujumbe wangu huo. Nafungua Pandora's box. Ndani ya Pandora's box hii kuna madudu yatatoka, lakini pia kuna matumaini. Watanzania matarajio yao ni maendeleo, na wizara hii ndiyo moja katika sehemu muhimu. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Spika, mimi ujumbe wangu ulikuwa ni huo. Niendelee kuwapongeza waheshimiwa waziri pamoja na waziri mkuu kwa kazi nzuri wanayoifanya. Niwatakie katika bajeti zao zote wapita kwa salama. Mheshimiwa Naibu Spika, naunga mkono hoja. Asante sana.